Sudakta mpenzi mtazamaji kutoka kaunti ya Mombasa, kama unavyojionea basi ni danadana za mchezo wa soka zinafanyika hapo nyuma. Tutakuwa tunakueleza kwa nini tuko hapa, lakini kikubwa zaidi tuko hapa kwa hisani ya shirika la Samba Sport Youth Trust pamoja na wadau tofauti tofauti ambao wameweza kuiwezesha siku hii ya leo. Babu G, kwako. Tuko katika uwanja wa Mbaraka ambapo ni uwanja unaoweza kutrain timu za Bandari, ambapo Bandari wale wakubwa na vile vile Bandari Youth, ambapo tuko na mchuano ambao ndugu zetu wa Bandari Youth wameweza kuwaalika wale vijana wa kule Mwaluvamba maeneo ya Kwale kule, ambako siku hii ya leo wale vijana wa kule Mwaluvamba select wamekuja kucheza mchuano ambao ni mchuano wa kuweza kupima nguvu zao na kiwango cha mpira. Na pengine tulikuwa pamoja pengine tukisherehesha fainali ambayo ilifanyika kule katika ile shule inayofahamika kama Terezani. Ulikuwa mchezo wa kuvutia, lakini ulifanyika kwa muda mchache sana ile ligi, lakini pia imeweza kuchukua matunda. Kama pengine unahisi ni nini ambacho kimechangia matunda haya ya haraka, na hii inaashiria nini kwa vijana ambao wana vipaji kama mimi mwenyewe labda kitu ambacho nitaweza kusema moja kwa moja ni kuwa siku zote pembe la ng'ombe halifichiki. Kwanza hilo tulijua. Vipaji lazima vionekane. Na kama inavyojulikana kuwa Kwale County kuna vipaji aina wa ainati, sio masuala ya uigizaji, sio masuala ya soka. Tumeweza kuona michezo aina wa ainati ambayo imeweza kuchezwa Kwale County. Mpaka labda tukigusia tu kwenye mazungumzo yetu haya, tuko na mchezaji kama Kibato sasa hivi anaweza kuchezea ile ulinzi kule, ushaona. Na jana alionyesha matunda ya mchezo wake wa kwanza kabisa akiwa na kikosi cha ulinzi. Kwa hiyo nikizungumzia hawa vijana, ni vijana ambao wana uwezo, isipokuwa wameweza kukosa zile exposure, kukosa zile sehemu za kuonyesha ule uwezo ambao wako nao. Na ndio maana shirika la Samba Sport Youth Trust nikaona wacha litumie hiyo nafasi kuwabeba wale vijana na kuwaleta mjini ili waweze kuonyesha uwezo wao, ni jinsi gani ambavyo wataweza kupatana na watu pia ambao wamekuwa chini ya uangalizi wa makocha tofauti tofauti, ili kuonyesha ni vile ambavyo wao pia wanaweza kiwango gani masuala mazima ya mpira. Na pengine pia tumwambie mtazamaji, vijana hawa wameratibiwa kuweza kuchuana katika michuano miwili na timu mbili tofauti siku moja katika kaunti ya Mombasa, na kikubwa zaidi si kushinda tu, bali pia ni kuweza kuona jinsi ambavyo watu wengine wanafanya na pia vipaji hivi viweze kuonekana. Ni mchakato ambao unaanza na mwaka huu pia unaweza kuanza. Pengine tukimalizia, je, unahisi ni kitu ambacho Samba Sport wanafaa wazidi kukifanya, na kama wanazidi kukifanya pengine kwa mfumo upi ama kivipi, ili tuweze kuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuleta talanta kama hizi? Mimi kitu ambacho labda nitasema ni kuwa Samba Sport peke yake haiwezi. Na ndio maana pia katika mchuano uno yule MCA wa kule Terezani ambaye anaitwa Bwana Sengeza ameweza kuweka mkono palipakubwa ili kuweza kuhakikisha kuwa unaweza kufanikisha. Kama shirika peke yake huenda ikawa labda hazina zile funds au grant za kuweza kufanya vitu kama hivi, lakini ikiungamana na serikali, ikiungamana pamoja na washikadau tofauti tofauti, vitu kama hivi ni rahisi kuweza kufanyika, na visifanyike tu labda mara moja au mara tatu kwa mwaka. Lakini hawa vijana wakipata exposure, kama waweze kucheza na timu kama vile Gor Mahia, wacheze na timu tofauti tofauti kama vile Ulinzi Stars na vile vile Kariobangi Sharks, ni timu ambazo pia hawa vijana wataweza kuona yale makali na kuweza kujua. Na vile vile pia labda nikiongezea hapo, naweza sema kuwa wachezaji wetu wako sana kwenye viwanja, lakini tunaambiwa kuwa mchezaji anafaa pia ende gym, kwa sababu nguvu lazima kidogo kibavu kikipimwa iwe ugali upo. Kwa hiyo tuweze kuhakikisha pia vijana wetu wanapata yale mazoezi nje ya uwanja ambazo ni kuenda gym, na vile vile pia lishe bora, kwa sababu mchezaji hafai tu kula, anafaa ale kwa nidhamu. Ni nani ambaye atamwambia mchezaji ule kwa nidhamu? Kwa hiyo pia tuweze kupata wale wataalam ambao watawaambia wa vijana wetu. Ukiangalia ni vijana ambao wote wako chini ya miaka 20, lakini labda lishe inaweza kuwatatiza. Chona labda vile vile pia kutoenda kuona yule daktari wa kuangalia misuli inaweza kutatiza. Kwa hiyo watu wawekeze sana, hususan viongozi na mashirika na washikadau wawekeze kwa vijana ndio waweze kuinuka kwa haraka. Babuji, umezungumzia swala zima la fitness, ukanikumbusha mkufunzi Amboko ambaye ni mkufunzi kunradhi mwenye tajriba zaidi ambaye yuko hapa na sisi. Alizungumzia swala hilo tukiwa katika ile michuano iliyofanyika pale Kombani Force, akasema kuwa ipo haja ya wachezaji sio tu kuwa na vipaji bali kuwa
kuimarishwa, kuwa na nguvu, hasa tunapozungumzia swala zima la uchezaji soka. Neno langu la mwisho tu kuwa tuwekezeni sana kwa hawa vijana, na tuchukulie kuwa mpira ni kati ya zile kazi ambazo sisi kama jamii, sisi kama binadamu tunafaa tuziheshimu na tuzipatie kipaumbele. Okay. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, pengine tuseme asante sana kwa kuweza kukaa kitako na kutusikiliza. Tuseme pia shukrani kwa anaitwa nani? Yeye anaitwa mtoto wa bibi. Mtoto wa bibi kwa kufanya kazi kuntu kuhakikisha kuwa picha hizi zinakufikia kwa njia angavu zaidi. Asante sana.